Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa HFM 94.9 nyakati za kusisimua. Siku nyingine nzuri. Leo tunakwenda kutazama mafuta ya tiba na dua na zawadi ambayo inakwenda kutoka siku ya kesho. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiuhalisia jambo linaanza asubuhi tu saa 1 kamili. Yaani watu wanaanza kupata yale mafuta ya nuru, kwa sababu ukisema upeleke mpaka saa 4 utasababisha msongamano mkubwa sana ambao hauna umuhimu wote, ulazima wote wa kusababisha msongamano huo. Kwa hiyo jambo litaanza asubuhi saa 1 tu. Okay. Uko na kusema nini bwana Mnakani? Endelea afu maandalizi yako vizuri. Maandalizi yako vizuri. Tayari yale mafuta ya nuru kwa ujumla wake yameshakamilika. Michanganyo yote imeshakuwa tayari na imeshachanganywa kwa pamoja. Kwa mafuta yote aina zote ambazo tulizokwisha kuzieleza hapo awali. Imebakia tu kazi kwako wewe msikilizaji wangu kuja kuyapata haya. Tunapambania haya kwa ajili yako, kwa ajili ya kutafuta huruma yake Allah tabaraka wa taala. Hivyo katika namna hiyo inshallah. Na vipi sasa kuhusiana na maka umesema shughuli inaanza saa 1. Sisi ambao tunataka tuhudhurie tunaweza ripoti hiyo saa 1 au tukifika saa 12 sawa? Au reporting time saa ngapi? Yaani saa 1 ndio makadirio. Saa 1 ndio makadirio mpaka saa 1:30 ndio makadirio ya shughuli yenyewe kuanza. Lakini mtu anaruhusika kuja kupata kuwahi, kwa maana kupata mafuta ya nuru mapema tu, ikiwa ni saa 1 kasoro, unaona ili kuondoa ile shaka ya sintofahamu kwamba naweza nikapata au nisipate. Sasa ni afadhali ujiwekee kwamba naenda kupata, ndiyo, na wala usijiwekee naenda kukosa. Hivyo yani. Na wale ambao huwa wanatamani kwenda kumuona Sheikh mapema sana kabla ya dua haijaanza, wanao nafasi kesho? Nafasi zinakuwepo, lakini sasa ukiliweka hilo moja kwa moja Sheikh, utasababisha msongamano tena mwingine. Lakini muhimu ni kwamba wao hao wa namna hiyo bila hata kulisema hilo, wao wenyewe bora wanaviziaga pale kwenye kordo. Watakao kuja kwa siku hiyo ya kesho watapata zawadi maalum pia. Ingawa zawadi hiyo ni ya watu maalum kwa siku hiyo ya kesho, siku maalum pia. Watoto chini ya miaka 18 wanaruhusiwa? Haiwahusu. Hiyo zawadi inawahusu watu kuanzia miaka 19 kwenda mbele na kuendelea, ambao wapo kwenye ndoa au hata sio kwenye ndoa pia. Aliyepo kwenye ndoa, mama aliyepo kwenye ndoa, baba aliyepo kwenye ndoa, kaka ambaye hayupo kwenye ndoa lakini anahitaji ana mchumba tuseme. Dada ambaye hayupo katika ndoa lakini ana mchumba. Ndio. Lakini pia kuna kaka ambaye hayupo kwenye ndoa na wala hana mchumba. Na yule dada ambaye hayupo kwenye ndoa na wala hana mchumba na anataka kupata mchumba. Ndio. Basi zawadi hii inawahusu sana sana sana. Wallahi inaitwa bure kabisa, bila gharama aina yote. Hii ndio hii ya kumkumia habibi kamtanam. Ya salam. Naam. Basi subiri na sisi tuanze kutroti hapa tu tukawafunge hao. Sasa hiyo sio kumfunga. Hiyo ni kurejesha, yaani kwenda kuamsha yale mahaba yake, mapenzi yake. Zile figisu zake zile za mahaba, yani unajua kuna mambo mengi sana katika ile sekta ile. Sasa unaweza kwenda kumrejesha mtu ambaye yuko kwenye ndoa, yani ametoka kwako alafu ameenda kwenye ndoa kwa sababu sasa ndio nataka nimrejeshe, ikawa tabu. Nakani unatabu wewe. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye somo. Ama somo letu la leo kwa idhini yake tabaraka wa taala tutaelezea mmea wa sidri. Mmea wa sidri ambayo mafuta yake tunaenda kuyapata katika mchanganyo wa mafuta aina 9 kwa idhini yake tabaraka wa taala. Mmea wa sidri ambao nao tulishapata kueleza ingawa si kwa mapana yake. Jana tulikuwa tunaelezea tende
Juzi tulikuwa tunaelezea ile mafuta ya miski. Majuzi nilielezea mafuta ya zaituni. Lakini leo hii naelezea mafuta ya mkunazi kwa maana ya sidri, ambayo mkunazi Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameitaja kwa jina hilo hilo la sidri. Mmea huu ameutaja moja kwa moja kwa jina lake sidri. Lakini Waarabu wao wanafahamu kwa jina la nabqi, shajaratu nabqi, lakini Mwenyezi Mungu yeye anaita sidri. Sasa faida zake ni nyingi sana biidhnillah tabaraka wa taala, na hapa taanza kudadavulia namna gani uwezo wa mafuta ya nuru yanaenda kufanya kazi kubwa kwa idhni yake tabaraka wa taala. Na tunavyokuwa tukieleza hapa, maana yake ni kukuzindua wewe ndugu yangu msikilizaji unasikiliza kipindi chetu hichi pendwa kabisa kutoka HFM 94.9, kipindi kilicho bora kabisa cha nyumba ya tiba na dua, kinachokuletea jambo la afya yako kwa kupitia mafuta mchanganyo, ambapo kwa ujumla wake yanaitwa mafuta ya nuru. Na yaeleza haya ili uweze kuona nini umuhimu wa mafuta haya. Je, una haki kuyakosa mafuta haya au bora tu yakose? Sasa sikiliza haya mazito ambayo leo naenda kuyaeleza kupitia mafuta haya nuru, ambayo ndani yake kuna mafuta ya mkunazi. Tunaanza kwa kusema kwamba fawaid as-sidri liljinsi. Leo nitaelezea kwa namna gani. Taanza kwanza na namna ya kwenda kurejesha mambo ya kijinsia. Okay. Kwa sababu siku zote tukumbuka tunaelezea maradhi tu, moyo, sukari, kansa, utumbo, vidonda vya tumbo, nini. Sasa leo nataka nianze kwanza na wanamume. Hapo sasa ndio tutakuwa umetukamata. Nataka nianze subiri tutege sikio vizuri. Yes, haya mafuta ya zaitun nur wallahi yana maajabu makubwa sana katika kutibia tatizo la kijinsia. Na hasa kwa wanamume. Nianze na wanamume. Tunasema mwanachuoni anaanza kwa kusema hivi, fawaid zait budhur as-sidri, faida ya mafuta ya mbegu za sidri kwa maana ya mkunazi. Tunasema yuad budhur زيت بذور السدر من أفضل المكملات الغذائية الطبيعية، وتساعد هذه البذور على محاربة العديد من الأمراض والمشاكل التي قد تهاجم الجسم. Mwanachuoni huyu mtafiti wa tiba za sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfuatiliaji wa mimea iliyotajwa moja kwa moja ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema mbegu za sidri ni moja ya mbegu ambazo zilizokuwa bora kabisa ambazo zimebeba tibalishe ndani yake, tibalishe ambayo inaweza kwenda kusaidia na kukimbiza na kufukuza maradhi mengi sana na matatizo mengi sana ambayo yanaweza kwenda kuvunja na kunyong'onyesha mwili wa mwanadamu. Wa min ahammi fawaid budhur sidr, na moja ya faida ya mbegu hizo za sidr kwa maana mafuta yake, moja ya faida zake liljinsi, inafanya kazi ya kuenda kutengeneza mambo ya jinsia yako wewe baba, biidhnillah tabaraka wa taala. Lisikilize hili, kama nyumbani ni rege, kama nyumbani hapako sawa, basi leo unaenda kupata muamko mwingine mpya wa kusema sasa mimi sio gari bovu tena. Yale magari mabovu ambayo yanayosumbua mtaani, yanayosumbua barabarani kwetu huko, sasa tunaenda kuyatupilia mbali na unaenda kuchukua gari mpya kabisa, unaenda kuirudisha mpya. Yani ni sawa kama gari ilikuwa ni bovu, umepeleka garage afu ikitoka unawaambia hii ndio gari ya zamani, mpaka mtu anashangaa. Sasa ndio hii inayokwenda kupata kutokea katika maisha yako kwa idhni yake tabaraka wa taala. Tunasema mafuta ya sidri ambapo kwa idhni yake tabaraka wa taala yataenda kupatikana siku ya kesho kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu.
kwa sababu mafuta hayo ya nuru ndani yake kuna mafuta ya sidri. Kwa hivyo ukienda kutumia mafuta hayo ya nuru, kwa sababu ndani yake kuna mafuta ya sidri ambao ni mkunazi, utaenda kurudisha gari lako liwe jipya, na wala lisiwe tena gari lako ni korokocho la barabarani katika hali za namna hiyo. Na nikiongea hivi watu wazima wananielewa kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ama faida ya kwanza tunasema tahtawi budhur al-sidri ala nasabati kabirati min al-amlah al-ma'diniyya wal-vitaminati al-hamati lil-jismi. Kwanza kabisa, mbegu za sidri za mkunazi ambazo Allah tabaraka wa taala amezipa hadhi kubwa sana katika kitabu chake Allah subhanahu wa taala, kwamba mbegu zake, mafuta yake sasa yanayo nasaba kubwa sana ya madini ya aina mbalimbali, ya vitamini za aina mbalimbali, ya protini za aina mbalimbali, ambazo zinazopatikana ndani ya mafuta ya mkunazi, ambapo kwa ujumla wake katika hali ya namna hiyo tunayaita ni mafuta lishe, ambayo yanaweza kwenda kuondosha matatizo mazito kabisa katika mwili wako kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Hii ni faida ya kwanza ya mafuta ya nuru, ambao ndani yake kunapatikana mafuta ya mkunazi. Tunasema faida ya pili, tatamayazu zaiti budhur al-sidri biwujudi majmu'ati min al-khassa'is mu'alijati al-mashakil wat-turabat khalaya al-jinsi. Sema mafuta ya nuru ambao ndani yake panapatikana mafuta ya mkunazi, kama wewe utaenda kuyatumia kwa uweza wake Mwenyezi Mungu, basi utaenda kupata kitu hiki ambacho tunachoenda kukielezea, kwamba utapata, kwa sababu ndani yake kunapatikana mkusanyiko wa madini mengi sana ambayo yanaweza kwenda kuondosha mashakil, yani matatizo ya aina mbalimbali, wal-ittirabati, na maumivu ya aina mbalimbali, khalaya al-jinsi, yani ile hali ya jinsia au zile hisia za kijinsia. Yani yupo mwanamume ambaye yani ubongo wake umeshakusha kufa. Sasa ubongo unapokuwa umekufa kijinsia, yani zile hisia zake katika ubongo wake za kijinsia zinakuwa zimekufa, maana yake mtu huyu mwili wake hautoweza kutaka, au mwili wake hautokuwa tayari kuwa katika jambo la kijinsia, maadamu akili yake imekufa katika hisia zake za kijinsia. Sasa ndipo pale napofikia pahala kwamba mwili unataka lakini akili haitaki. Sasa ikiwa kama akili haitaki na mwili unataka, maana yake mwili hauwezi kufanya kazi vilivyo, kwa sababu akili haitaki au akili imekufa. Kwa sababu mwili ili uweze kufanya kazi vilivyo ni lazima upate amrisho maalum kutoka katika ubongo wako, kwamba sasa nahitaji jambo langu la kijinsia. Ndipo na mwili unapokea zile hisia kutoka katika ubongo wako, na mwili unaamka na kuwa tayari kwamba mimi sasa nipo tayari kwenda katika jambo la kijinsia. Sasa maana yake tunasema kwamba faida hii ya pili ya mafuta ya nuru, ambapo ndani yake kuna mafuta ya mkunazi, tutaenda kupata kuamsha ubongo wetu ambao uliokufa katika hali ya kijinsia kwa idhini yake subhana. Tunasema sisi bado tunapatikana hapa Mtwara mjini, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota, tupo jirani na Amigo. Tunapatikana kwa namba ya 0713 43 9891 au kwa namba 0758 67 85 52. Na mafuta hayo utayapata kwa zawadi kwa sadaka tu ya shilingi 1500 kwa idhini yake Rahmani. Lakini pia utapata na zawadi ya dawau kumkumia, zawadi ya wale wapenda nao. Sasa baba ambaye alikimbiwa na mke wake anataka amrejeshe mke wake, utaipata zawadi hiyo bure kabisa. Mama ambaye ulikimbiwa na mumeo na unataka umrejeshe mume wako, utaipata zawadi hiyo kumkumia bure kabisa.
Dada ambaye umekimbiwa na mchumba wako na unataka mchumba wako fulani uliyempenda wa moyoni arejee, basi upate zawadi hiyo kumkumia, utaipata bure kabisa. Kaka ambaye mchumba wako leo amekukimbia kaenda kuchumbiwa na mtu mwingine na ile hali wewe ndio ulikuwa yule, basi tunaenda kumrejesha mchumba wako kwa idhini yake Rahmani kwa dawao kumkumia. Na wewe ambaye huna hata mchumba, basi njoo ipate zawadi hiyo, ni bure kabisa, wala haina shuruti ya aina yoyote ile. Almuhimu, jitahidi siku ya kesho asubuhi mapema, fika pale nyumba ya tiba na dua, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota au barabara ya kwa Jone. Tupo jirani na Amigo, au waweza kutupigia kwa namba 0713439891, 0713439891, au 0758678552, 0758678552. Mafuta haya Nuru yataenda kutoka mapema na watu wameweka oda nyingi sana, na hofia wewe ambaye utakayechelewa sidhani itakuwaje. Allah atujalie khairi na wewe uweze kuyapata kwa idhini yake Rahmani. Ikhwani zangu, ama faida ya tatu ya mafuta haya ya Zaiti Nur, ambapo ndani yake kunapatikana mafuta ya sidri, tunasema زيت البذور السدر لها تأثير فعال جدا في علاج الضعف الجنسي التي قد يهاجم جسم الإنسان، وذلك لأن هذه البذور تحتوي على كثير من الخصائص المنشطة ويعمل على زيادة الإثارة والرغبة الجنسي، مما يساعد على حد من أمراض الضعف الجنسي. سبحان الله. Sikia wewe mwanababa ambaye pengine una gari bovu hapo nyumbani, likipita barabarani huko linakorokocha. Sasa maana yake unaenda kwenye gereji maalum siku ya kesho kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Tunasema budhuru sidr, zaiti budhuru sidr, mafuta ya mbegu ya mkunazi, laha taathir fi'alin jidda, yana athari, yani yana majibu makubwa sana fi ilaji dhaifu jinsi, kwa kuweza kutibia udhaifu wa kijinsia alladhi qad yuhajimu jismi al-insani, udhaifu wa kijinsia ambao umemdhoofisha mwanadamu, umemdhoofisha mwanamume. Yani mwanamume huyu amekuwa ni mnyonge sana, yani ubabe wake ni barabarani tu, lakini akirudi nyumbani tu amekuwa ni taabu sana. Yani ikifika ile hali ile anakuwa ni mnyonge kweli yani. Sasa kwa nini baba huyu ni mnyonge? Kwa gari lako hilo bovu. Gereji ni siku ya kesho kwa idhini ya Tabaraka wa Taala. Magari mabovu yote yanaenda kutibika, yanaenda kutengenezwa kwa utukufu wake Allah Tabaraka wa Taala. Na magari mabovu, nikizungumza namna hiyo wananielewa, hata kina mama wanajua magari mabovu ninayozungumza hapa leo ni magari gani. Sasa hayo mwambie mume wako kesho gari bovu lipeleke gereji, liende likafanye kazi vizuri na litoke jipya kabisa kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema wadhalika lianna hadhihi budhur, tunasema kwa sababu hizi mbegu za mkunazi tahtawi ala kathiri min alkhasais almunshita, tunasema zimekusanya vitu vingi ambavyo vinaenda kuamsha katika mwili wa mwanadamu, wa ya'mal ala ziyadati al-itharati ar-raghbati al-jinsi, lakini pia zinaenda kufanya kazi ya kuleta itharatu raghaba, itharat ar-raghbati al-jinsi, ile msisimko wa kusisimkia jinsia yako, yani kusisimka katika ndoa yako. Yani mwanamume ambaye hana msisimko wowote, maana yake tunaenda kurudisha ule msisimko wake katika gari lake, ili liende likafanye kazi vizuri kwa idhini yake Tabaraka wa Taala, mima yusaidu ala haddi min amrad dha'f al-jinsi. Kitendo hicho kitamfanya baba huyu aepukane kabisa na kuwa na gari bovu kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Njoo siku ya kesho biidhni Tabaraka wa Taala, maeneo ya Ligula B, barabara ya Runyota, jirani na Amigo. Hapo ndipo patapatikana gereji maalum ya kwenda kuyatengeneza
na kuyakarabati magari mabovu hapo nyumbani na barabarani na mitaani kwetu huko yaendelee kuwa mapya na wala yasiwe yanazimazima. Muda kidogo tu limezima, gari limezima, kidogo tu limezima, alafu wakati huo abiria anataka safari iendelee niweze kwenda na safari yangu, wewe dereva unasema gari limezima, sijui gari limeishiwa mafuta. La, bali inatakiwa uweze kurejesha mafuta yako vizuri kwa kutumia mafuta ya nuru kwa idhini yake tabaraka wa taala. Wakubwa wananielewa. Ikhwan, ndugu zangu, tunapatikana maeneo ya Ligula B, barabara Runyota, tupo jirani na Amigo au barabara ya kwa Shone. Waweza kunipigia mimi Sheikh Khamis Suleimani kwa namba ya 0758678552. Baada ya kutoka hapa studio tu nipigie, tutaweza kuongea moja kwa moja mimi na wewe kwa idhini yake tabaraka wa taala, au nipigie kwa namba 0713 43 98 91 0713 43 98 91. Ama faida nyingine ya mafuta ya nuru ambayo yanaenda kupatikana siku ya kesho Ijumaa mosi na kesho kutwa Ijumaa pili kwa idhini yake tabaraka wa taala, tunasema mafuta haya nuru kwa sababu ndani yake kuna mafuta ya mkunazi, na ambao mafuta ya mkunazi leo hii tunaelezea, tunasema tahtawi budhur sidri. Mafuta haya matunda ya sidri tunasema yamekusanya au yana kitu tunasema ala baadhi alkhasais alilajia, yana vitu maalum ndani yake ambavyo Mwenyezi Mungu kawekeza ndani yake. Vitu maalum hivyo ni vya kitiba, yani vya khasais alilajia, vitu maalum kabisa vya kitiba, alati ta'mal ala tanshit duratu damawiyya. Vitu hivyo vya kitiba vinaenda kuamsha kufanya tanshit duratu damawiyya, yani kuamsha mzunguko uliokuwa mzuri wa damu yako ndani ya mwili wako. Kumbuka ya kwamba baba yangu nisikilize, kaka yangu nisikilize, na hata mama yangu wewe nisikilize, kwa mujibu wa kumsaidia baba hapo nyumbani ambaye yeye ana gari lake bovu hapo. Kumbuka ya kwamba gari bovu hilo ili liweze kukaa sawa linahitaji mwili wa baba ambaye yeye ndio dereva, mwili wake huo unatembeza damu vizuri. Yani hata ile gia, wakati anaishika ile gia na anaingiza gia, anaweka gia namba 1, gia namba 2, gia namba 3, ile gia yenyewe inahitaji ipate ile damu izunguke vizuri katika ile gia. Maana yake kama damu inakuwa haitembei vizuri, hii gia haiwezi kuingia, hata ukanyagi clutch namna gani, gia haiwezi kuingia. Najua unanielewa vizuri mama yangu hapo. Na unajua kwamba baba hapo analo gari bovu, na wewe unajua kwamba ile gari bovu linamsumbua hata utiaji wake wa gia namba 1, namba 2. Basi mshawishi kwamba kesho aje apate mafuta haya ili muondokane, kwa sababu kesho ndio siku ya garage maalum kwa kutumia mafuta ya nuru kwa idhini yake tabaraka wa taala, kwa sababu ndani yake kunapatikana mafuta ya sidri. Sasa tunasema kwa sababu mafuta haya yana uwezo mkubwa sana wa kufanya nashati, yani ule utembezaji wa damu vizuri katika viungo ambavyo hasa kiungo hicho ambacho hakifikiwi na damu katika hali inayotakiwa. Kwa hiyo mafuta haya yanaenda kufanya kazi ya kufikisha damu vilivyo katika mwili wa mwanadamu. Sasa ikiwa hivyo, tunasema mimma yusahimu fi tahsini tadaffuq dami fi manatiq mutaaddada min aljismi. Kitendo hicho kitapelekea kwamba sasa damu kwa unywaji wa mafuta hayo ya nuru, kitapelekea kitendo hicho cha unywaji wa mafuta hayo ya nuru kusambaza damu kwa uzuri kabisa katika maeneo yote ya mwili wako, wa hususan na hasa fi al-a'dha'i tanasiliya, na hasa fi a'dha'i tanasiliya, katika viungo vya kijinsia katika hali ya namna hiyo. Kumbe wapo watu ambao magari yao ni mabovu kwa sababu damu haifiki vizuri. Kumbe sasa ile kiungo kile, kwa sababu na chenyewe kinahitajia damu ifike kwa uzuri zaidi ili kiweze kuwa nijia ile kwa nzuri, basi tumia mafuta ya nuru, kwa sababu ndani yake kuna mafuta ya mkunazi. Kwa mchanganyo wa mafuta aina 9 unaenda kurejesha gari yako vizuri kabisa, na wala haitokuwa inatoa moshi barabarani. Itakuwa ni gari jipya kabisa, limetoka kwenye gereji inayoitwa nyumba ya tiba na dua. Ni siku ya kesho kwa idhini yake Rahmani.
Sasa ikiwa katika hali ya namna hiyo, tunasema wa hadha yusaidu fi ilaji mushkilati dha'f al-jinsi. Ikifanya hivyo, kesho tukinywa mafuta ya nuru, tukayanywa kweli kweli, na Jumapili yake tukayanywa kweli kweli, wallahi tunaenda kuepukana na tatizo hili la mushkilati dha'f al-jinsi, matatizo ya nguvu za kiume, kwa idhini yake tabaraka wa taala. Ama faida nyingine ambayo ni ya 5, tunasema min ahami fawaid sihhiya libudhur as-sidri. Tunasema miongoni mwa faida nyingine ya mafuta ya mbegu za sidri, tunasema annaha yusahimu fi tahakkumu fi muadilat ad-daght ad-dami. Tunasema yanaenda kufanya hukumu, yani kutengeneza ule tukisema hukumu, yani kwamba mafuta haya yanaenda kufanya hukumu katika mwili wako, maana yake kwenda kutengeneza wastani, wastani uliokuwa mzuri kabisa wa pressure yako. Yani pressure yako isiwe ni ile yenye kukusumbua, yani isishuke mpaka ikapitiliza, isipande mpaka ikapitiliza, yani iwe ni pressure ya kawaida ambao hata wewe mwenyewe unaimiliki katika hali za namna hiyo. Na wababa wengi ambao wanasumbuliwa na pressure, yani magari yao ni mabovu, hata uendeshaji barabarani anakuwa na yumba tu, kwa sababu pressure ikishapanda tena pale, maana yake hata ile gari lenyewe linapoteza hata ule mwelekeo. Sasa ili baba huyu gari lake lirudi sawa, basi atumie mafuta haya, kwa sababu yanaenda kutengeneza kiwango sawa cha pressure yake, na kwenda kuidhibiti ile pressure yenyewe. Tunasema wahadha, kwa kitendo hicho tutakachokuja kukifanya siku ya kesho, yuaddi ila man'i irtifa'i mu'dil ad-daght ad-dami fi jismi, kitaenda kuzuilia kupanda kwa pressure katika mwili wako, au kushuka kwa pressure katika mwili wako. Kitendo hicho kitaenda kuzuiliwa, maana yake gari lako litakuwa linatembea vizuri, unapiga gia mwanzo mwisho, gia ya kwanza, gia ya pili, gia ya 3, gia ya 4, gia ya 5, mpaka gari yenyewe inaserereka barabarani katika hali za namna. Najua wakubwa wananielewa nini ninachokusudia katika garage yetu ya siku ya kesho kwenda kutengeneza magari yetu. Naona Bwana Rajab Mnakani anatabasamu kwa mbali sana, anafahamu kwamba ni nini kinachoenda kutokea siku ya kesho biidhnillah tabaraka wa taala. Hatari. Naam. Hivi unajua kuna watu ambao akikaa kwenye steering akianza kuendesha gari mpaka abiria huona pia kelele. Punguza kasi. Na wenyewe kitaalamu wanasema ukimwambia dereva, ukaanza kuwa mnamsema dereva, dereva anapoteza mwelekeo. Kwa anaweza kujikuta anapindua gari. Sasa inakuwa ni hatari tena. Kwa dereva yule akiana anaendesha kwa kasi, mwache. Aendelee kutandika hivyo. Sasa barabara yenyewe na mashimo, unakimbiza gari inakuaje? Nani kwa sababu ina spring ile Najua tunaongea hivi Bwana Mnakani, wakubwa wanaelewa vizuri sana. Na wale wenye kumiliki magari mabovu wanajua, hata wale abiria zao wale wanajua vile. Unaona wa muda? Muda unasoma saa 3 na dakika 35. Inakwenda 36 kwa sababu na sekunde 54 55 inakwenda 36. Tafsiri yake ni kwamba muda huu watoto wote wamelala. Salam. Kwa hiyo inamaanisha ni kwamba libomoke. Sasa hivi sisi tunatembea tu. Lakini wapo wale watoto ambao wanasoma. Wasije kama amewasha redio huko, alafu anasikiliza ikawa tabu. Hakika. Ama siku ya kesho biidhnillah tabaraka wa taala yanaenda kupatikana mafuta ya nuru, ambao ndani yake ya mafuta haya ya nuru kunapatikana mafuta ya mkunazi. Kwa nini tunasema katika hali ya namna hiyo? Tunasema ya'mal budhur as-sidri على ضبط معدلات السكر في الدم وعلاج مشكلة ارتفاع سكر الدم. Tunasema sikiliza hii Bwana Mnakani. Mafuta haya ya nuru, kwa sababu ndani yake pia kunapatikana mafuta ya kunazi, kwa maana ya kwamba sidri, ile ambayo Allah kaitaja katika Qur'ani. Kuna kitu kinachoenda kutokea siku ya kesho kwa wale magari mabovu. Kwa mfano anasema ala dhabti muadilati sukar fi dami. Kuna madereva ambao wao wana magari yao, lakini magari yao wanashindwa kuyamiliki vyema kwa sababu tu ya maradhi ya sukari. Na dereva uko na sukari afu tena unataka uendeshe gari, inakuwa ni mtihani, huwezi kuendesha.
Yaani unamkuta dereva huyu mwenye sukari ili aweze kuendesha gari yake mpaka apate ule muda ule. Manake anatakiwa apate booster. Wallah. Na boost aende tena. Na abiria akichelewa kupanda kwenye gari, gari imemwacha. Subhanallah. Hawa ndio madereva wenye sukari. Yaani magari yao yanatakiwa timing. Yeye mwenyewe kuliendesha ile gari na hata yule abiria mwenyewe anayepanda kwenye ile gari pia asiwe regerege, yani asichelewe. Subiri kwanza basi, ngoja kwanza nimalize vyombo huko afu ndio nipande gari. Unatakiwa gari uisukume alafu ifike mlimani wakati inateremka sasa udandie haraka. Sababu ukichelewa imeenda afu imekuacha. Wallahi sisi madereva wa kiume tuna mtihani sana. Hatari. Basi kesho ndio siku maalum ya gereji maalum sasa ya kwenda kuyakarabati magari ambayo yanaonekana yamekwisha wakati wake. Hakika. Kwa hiyo mimi niseme fursa hii kwamba kwa mama ambaye wewe unajua kwamba hapo nyumbani baba ndio dereva wa gari letu pale. Mwambie kwamba ili gari letu lazima tulipeleke garage ambayo ni nyumba ya tiba na dua. Ili hata na wewe mama ukipanda ile gari ile dereva aendeshe kwa ufasaha mpaka unasikia shekhe. Hivyo ushawahi kuona mtu anaendesha gari mpaka abiria anaona raha? Hatari. Abiria anatamani safari iendelee. Hivyo ushakumwona dereva anaendesha gari huko anatafuna Big G. Huko ananisanesa ni kama kuna kitu fulani kinachombembeleza vile. Kama mimi hapa nimekaa niko kwenye ushikano nachukua headphone zangu kama hivi navaa alafu maisha yanakwenda. Yaani unahisi furaha. Basi ndio siku ya kesho basi. Tunaenda kumrejeshia furaha dereva mwenyewe na gari lake tunaenda kulikarabati. Lakini pia abiria wake pia waweze kupanda vizuri huko mtaani kama ni Chipoputa, Chikonkola, sijui na Ngwanda, sijui Mkanaredi, na Nyamba, Kindani na Nyamba, Tandaimba, Newalla, Masasi. Magari yenu mabovu tunaenda kuyakarabati siku ya Jumamosi na Jumapili kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Katika hali za namna hiyo, ikhwan ndugu zangu. Lakini pia siku ya kesho patakuwa na zawadi maalum ya wale wapendanao. Wapendanao ambao mume kamkimbia mke kamkimbia mume, mchumba kamkimbia mchumba wake, na wale ambao wasiokuwa na wachumba, kuna dawa maalum inaitwa dawa kumkumia ambayo hiyo nitaenda kuwapa bure kabisa yani. Ili kwenda kuzirudisha familia zetu ziwe na furaha kwa idhini yake Tabaraka wa Taala. Kwa kama wewe unaye binti huko ambaye ushamtolea posa, halafu tena yule binti analeta shida fulani hataki kuingia katika nusu nzima ya dini ndoa, njoo uchukue hii jambo. Wewe ambaye dada kuna kaka fulani ambaye ameshakutolea posa lakini leo hii haonekani tena, na pengine ameshakuzalisha kabisa, basi njoo uchukue hiyo kitu, utaona ajabu ya Rahmani. Wenyewe atakuja na kukamilisha ndoa na maisha yakaenda. Baba ambaye umekimbiwa na mke, njoo uchukue zawadi hiyo, dawao kumkumia. Baba ambaye wewe kazi yako ukienda kutaka uchumba unakataliwa tu, njoo siku ya kesho kwa idhini yake Rahmani katika hali za namna hiyo. Ama faida nyingine nyingi sana za mafuta ya nuru kwa idhini yake Tabaraka wa Taala nitayasoma hapa kwa haraka kulingana na muda wenyewe unazidi kwenda. Kwa mujibu wa wanachuoni hawa wa tiba za sunna namna gani wanavyoelezea, tunasema fawaid al-amma li budhuri sidr, ama mjumuiko wa faida nyinginezo za mafuta ya nuru ambao ndani yake kuna mafuta ya sidri. Tunasema taamali budhur as-sidr ala hifadh ala sihhat al-insan al-asnan wal-lutha, kwamba mafuta haya ya nuru pia kwa wale ambao wenye matatizo ya meno, wanatoa damu kwenye fizi zao, ndio meno yao ni mabovu wana Kiswahili basi nyewe kwenu wanahitaji kibungula. Ana kibungula, damu zinatoka kwenye, hata ukigonga tu damu inatoka. Wallah. Sasa huyu tunaenda kumtibia siku ya kesho biidhnillah Tabaraka wa Taala. Kwa sababu ndani ya mafuta haya nuru, li'annahu yahtawi ala nasabati min al-calcium, kwa sababu ndani ya mafuta haya nuru kuna madini yanayoitwa calcium,
yanapatikana ndani yake. Lakini pia faida ya mafuta haya nuru ambayo ndani yake kuna mafuta ya mkunazi, tunasema ya'mali budhuru asidr ala idrar al-bawl. Tunasema mafuta haya ya nuru ambayo ndani yake kuna mafuta ya mkunazi yatafanya mzunguko mzuri wa haja ndogo yako wewe baba, wewe mama, watakhalusu mina masaliki jihazi tanasilia, na kwenda kuondosha shida yoyote iliyopo katika system ya viungo vyako vya kiume au viungo vyako vya kike, wa ilaji hasawati kuli, na kwenda kuponyesha matatizo ya mawe katika figo. Ama faida ya mafuta ya nuru nyingine tunasema ya'mali istikhdami budhur as-sidri fi ilaji mardi malaria wa wiqayati minhu aidha. Tunasema mafuta ya nuru, ajabu hiyo. Makani hiyo ulikuwa unayo hiyo. Mafuta ya nuru yanaenda kufanya kinga ya malaria. Unalijua kinga ya malaria? Kumbe na ndio maana nina mwezi wa 3 sasa sijapata malaria. Mimi nakwambia hivi mwanachuoni, unajua Mwenyezi Mungu hawezi kukisemea kitu kwenye Qur'ani hafu kikawa cha bure bure tu hivi hivi. Ndio. Kasema kitu kuna maana maalum. Sasa angalia maajabu haya kwamba yana uwezo maalum kabisa fi ilaji mardu malaria. Malaria, kutibia maradhi ya malaria wa wiqayati minhu aidha, na kufanyia kinga yake. Lakini pia faida nyingine ya mafuta haya ya nuru ambayo ndani yake kuna mafuta ya mkunazi, tunasema yakawil adhami wa yuhmi min isabati bihashashati aladhami, kwamba mafuta haya yanaenda kuwa kinga ya mifupa yako, lakini pia kuondosha maumivu, yani kupasua kwa mifupa yako. Wa yahmiha min kusur, na li'annahu yahtawi ala nasabati min calcium wa vitamini da'u wa vitamini G. Tunasema kwa sababu pia inaenda kukinga, kutengeneza kinga ya mifupa yako, kwa sababu kutokana na shida za mifupa, kwa kuwa ndani ya mafuta haya ya nuru kuna nasaba yani nasaba, yani ambatanisho yameambatana na calcium yani calcium, wa vitamini D, na vitamini D na vitamini G. Kwa hiyo kwa wale watu wenye kusumbuliwa na mifupa, mafuta ya nuru ndio mahala pake. Mimi tashangaa mama yangu, bibi yangu, unalalamika mifupa. Kumbe kitu hiki kipo hapa kwa ajili yako, na yapo mafuta ya kula na yapo mafuta ya kupakaa. Kwa hiyo tutakunywa kesho mafuta na tutapakaa mafuta, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala utaona namna gani mafuta ya nuru yanavyokufanyia maajabu kwa idhini yake tabaraka wa taala. Unaondoka ukiwa na mng'ao. Lakini pia tunasema ta'mali budhur sidri, mafuta haya ya mbegu za sidri za mkunazi, tanzimu hurumunati aljismi wal enzimati wa yad'amu intaj khalaya dami hamra. Tunasema mafuta haya ya nuru ambayo ndani yake na mafuta ya mkunazi yanafanya tanzimu, yani ule utaratibu, mpangilio mzuri wa hurumunati wa hormones katika mwili wa mwanadamu. Mpangilio mzuri wa hormones, manake hormones fulani zisipande au isishuke. Mathalan, mwanamume akizidiwa hormones za estrogen ikizidi katika mwili wa mwanamume huyu anakuwa na tabia za kike. Hata majimbile yake yanakuwa majimbile ya kike, hata uongeaji wake wa kike. Yaani utamkuta tuviona anaanza kufanya, unajua huyo kazidiwa na hormones za kike. Na hata mwanamume akizidiwa na hormones za kiume, testosterone, maana yake atakuwa na mambo ya kiume. Utakuta anavaa makaptula, akiongea, akitembea anagundika kama mwanamume, na akiongea sauti kama sauti. Sasa huyu kazidiwa na hormone za kiume. Sasa mafuta haya yanaenda kutengeneza uzani sawa, yani kama wewe ni mwanamke, basi uzani wako wa hormone zako ziwe balance, yani hormone balance zitulie. Na hata wale ambao wenye tatizo la uzazi, akina mama, wakati mwingine unakosaga ile hormones balance katika hali ya namna hiyo. Sasa ukiyapata mafuta haya unaenda kutengeneza hormone balance katika hali ya namna hiyo. Kama inahitajika zizalishwe 100 basi itatoka 100. Inaweza sasa unataka 100 zinatoka 50 au zinatoka 150. Lakini pia tunaenda kutengeneza enzyme za aina mbalimbali ndani ya mwili wa mwanadamu, wa yad'amu intaj khalaya dami hamra, na kwenda kuzalisha chembe kinga nyekundu za mwanadamu kwa kutumia mafuta ya nuru, kwa sababu ndani yake unapatikana mafuta ya sidri. Lakini pia tunasema
faida nyingine, yusaid ala ifraz al-insulin wa takhfid nasabati sukari fi dami mimma yusahimu fi ilaji mardi sukar. Sikiliza hiyo. Baba yangu, mama yangu, dada yangu, shangazi yangu, sikiliza hiyo. Kama ni wewe, ndugu yako, ni nani anasumbuliwa na hili, isikie kwamba mafuta haya ya nuru yana uwezo mkubwa sana ya kwenda kufanya ifraz insulin, kuzalisha hormones ya insulin ambayo kazi yake ni kupunguza kiwango cha sukari. Wa takhfid nasabati sukar, na kwenda kupunguza kiwango cha sukari fi dami, katika damu yako. Mimma yusahimu fi ilaji marad sukari. Kitendo hicho kiendelea kuyanywa mafuta haya, unaenda kutibia kabisa sukari yenyewe. Kwa insulin hakuna, sukari itazidi. Insulin ikishindwa kufanya kazi vizuri, sukari itakuwa ni mtihani, inafanya hamna kwenye mwili. Hatari. Kwa hiyo katika hali za namna hiyo, ni siku ya kesho Ijumamosi na Jumapili yake, nyumba ya tiba na dua. Tunapatikana maeneo ya Ligula bi barabara ya Runyota au barabara ya kwa Jone, jirani na Amigo. Waweza kunipigia kwa namba 0713439891 au kwa namba 0758678552, 0713439891 au kwa namba 0758678552. Ama faida nyingine ya mafuta haya ya nuru, tunasema taamali buthur as-sadri ala takhfid nasaba cholesterol dara fi dami, inaenda kufanya uzani, kiwango kizuri cha cholesterol katika mwili wako, hasa katika damu, kukaa katika hali iliyokuwa nzuri. Lakini faida nyingine tunasema tusaidu budhuru as-sadri ala taqwiyat al-a'sab wa himayat ad-dimagh min khilal 'asabihi kama ya'mal ala taqlil qalq wa tawattur. Mafuta haya yanaenda kutengeneza ubongo wa mwanadamu. Ubongo unaenda kukaa sawa, ubongo ulio salama, ubongo ulio salimika, ubongo ambao ni kujenga hisia, ubongo ambao wenye kujua nini natakiwa kufanya. Kama ni mlingoti chuma, uwe mlingoti chuma, na wala sio ubongo ambao uliokufa, yani hauna hisia za aina yoyote. Kwa hivyo biidhnillah tabaraka wa taala, ni siku ya kesho ndio yenyewe, na mafuta haya ndio siku yake ya mwisho. Wale kushatoa oda, basi wameshawekewa oda zao, na wale ambao hawajapata kuweka oda, jitahidi mapema kesho uweze kuhudhuria kwa idhini yake tabaraka wa taala inshallah. Naam, leo bana, sisi tunamshukuru Mungu. Sauti ya mzee Mkanda hii hapo karibu sana mzee Mkanda. Asante. Mimi kwanza kabla leo nilipata sana kufahamu kama aje kisema ukweli sana na mimi kama niko karibu. Ndio hapo kabisa kwanza. Kwanza na mimi kwanza nikuombe kwa sababu nipate kutia hapa Mkanda. Ndio naomba sana kwa ajili yako leo. Sasa wewe hapo Ngorongoro na hapa mbona sio mbali mzee? Ngorongoro na hapo sio mbali sana, lakini kuna majukumu ya kazi kwa muda wa mchana. Okay. Ndipo hapo na kutoka sasa tukataza hapa kwenye mnara hapa, naona kama hapo lazima wewe usikie basi. Bwana, asante sana basi. Kama hivi ukweli nimependana sana kama hivi kwa sababu watoto wamelala saa hizi na jua kubwa tunazo. Asante sana mzee Mkanda. Asante sana. Nyingine hii hapa. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako? Salama. Tunazungumza na nani? Karibu sana Juma Athman. Ndio. Aha, uko wapi? Mtunguru? Newala hiyo Aha, basi utapata maelekezo hapa, tufuatilie. Sheikh anataka kujua anafikaje nyumba ya tiba na dua. Ni Mtwara mjini hapa. Yeye achukue gari, kama ni kuna gari kule nimeshaizoea jina lake inaitwa
Azim Makonde, Azim Super Makonde. Hapa ni gari ile aje moja kwa moja mpaka Mtwara mjini, anaweza akaenda akapata mafuta haya ya Nuru na akaweza kulitengeneza gari lake linalekuwa ni imara, likiingia barabarani linachanja mbuga kweli kweli, yani inakuwa na speed 120 mpaka abiria mwenyewe anafurahikia. Tunamchukua mwingine huyo. Hello. Salama, tunazungumza na karibu sana kutoka Tandaimba. Aha, basi fuata maelekezo haya, utapewa muda si mrefu na Sheikh, sawa kwa endelea kusikiliza hapo, afuata maelekezo na mara baada hapo unaweza kupiga tena. Sheikh yupo Tandaimba, tena Tandaimba mjini. Tena Tandaimba maana yake Tandaimba mjini. Maana yake ni tumsafirishie tu mpaka hapo alipo Tandaimba. Ndio tafsiri yake. Aweze kuyapata. Cha msingi tu ni aweke tu oda yake ili siku ya kesho tufanye taratibu ya kuweza kumsafirishia mpaka huko na aweze kuwa mwanamume shupavu, mlingoti chuma, bendera chuma na kamba yake kuwa chuma. Awe ni rungu la ukweli. Kwa idhini ya Tabaraka wa Taala inshallah. Mwingine huyu hapa. Hello. Assalamu alaikum. Salama, tunazungumza na nani? Kutoka Mtwara hapa mjini karibu Sheikh. Una? Ndio. Okay, basi utapata majibu hapa na ikiwezekana kesho sogea nyumba ya tiba na dua hapa Ligula B. Sheikh. Asema maumivu ya miguu, kiuno na nini? Ni maumivu anayapata kiunoni pamoja na miguu kama inavuta. Sasa hili ni kwanza ningemshauri aende kwa hospitalini kwa sababu hili tatizo haraka tu na mjibu kwamba kibiolojia tunasema ni maradhi ya urqun nasa. Kwanza kwa maana ya mshipa mkuu wa fahamu, nao ukipata shida hayo matatizo yanaweza kutokea kiuno, mgongo, miguu na kadhalika. Lakini almuhimu ni kwamba kama anaweza akaja kuonana basi aje tuonane, tuweze kumpa ushauri namna gani ya kuweza kujisaidia au hata akafika hospitalini kwanza pia. Okay, nichukue simu ya mwisho 0711 habari. Salama, tunazungumza na nani? Adia? Zoezi gani hilo? La mafuta. Uko wapi? Milora. Basi kipindi kikiisha wasiliana na Sheikh alafu upate utaratibu, sawa Kipindi kikiisha piga namba hiyo, mpigie Sheikh moja kwa moja, sawa? Nimesema kipindi kikiisha. Sawa? Tunamaliza kipindi hapa, piga namba hiyo. Haya. Kwa mwisho huyu hapa. Hello. Salama, nazungumza nani? Karibu sana kutoka Tandaimba. Daza? Okay, haya utajibiwa hapa na Sheikh. Sheikh. Kaka nimefurahi amekuja na Kiswahili kingine kipi. Dawa za ukazia nini? Ukazia study. Mashallah, na mimi lugha itabidi niibebe hii. Nilikuwa najua tu magari mabovu, kumbe kuna lugha nyingine wanasema kukazia study, mashallah. Basi nimwambie tu atanipigie tu baadaye kwa sababu na dakika hizo zimeshakwisha hizi, sije nikadaiwa tena hapa studio na kutozwa faidi nyingine. Inshallah, mimi niseme siku ya kesho tuweze kukutana nyumba ya tiba na dua hapa saa moja tu maeneo ya Ligula B, barabara ya Kwashone au barabara ya Runyota. Tupo jirani na jengo moja linaloitwa Amigo. Ukishafika tu hapo ni maarufu sana. Kuuliza tu nyumba ya tiba na dua utaelekezwa ni pale.
Kwa hivyo njoo uchukue mafuta yako haya Nuru. Wallahi tallahi billahi, wengi wamekwisha ona ajabu ya Rahmani kupitia haya mafuta, na wengi wanatamani tena kuyaongezea na zaidi na zaidi na zaidi, wale waliokwisha kuyapata. Sasa na wewe ambaye hujawahi kuyapata mafuta haya, usisikie tu hadithi kwa wenzako, njoo ushuhudie mwenyewe. Na wewe ambaye tayari ushakwisha kuonyeshwa mafanikio na Mwenyezi Mungu kupitia haya mafuta, basi njoo uyapate mafuta haya, kwa sababu pia wiki hii ndio wiki ya mwisho. Utakuja kuyatafuta haya mafuta kwa tochi na usijue unapata wapi. Inshallah ni mimi ndugu yako Sheikh Khamis Suleimani, Sheikh wa nyumba ya tiba na dua kutoka hapa Mtwara mjini. Nipende kuaga kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Khamis Suleiman ndivyo ambapo anamaliza, na kumaliza kwake maana yake tafsiri yake ni kwamba kipindi cha tiba na dua kinafikia tamati. Mimi naitwa Rajabu Mnaka.